Naitwa Simon Gerard na ni mwanafunzi wa kitivo cha sheria ndaki ya Mwanza, na kwa upande wangu mimi nitazungumzia maendeleo ya nchi ya Tanzania na mwenendo wa kisiasa ndani ya nchi kwa nyakati hizi. Nitaanza kwa kukoti nukuu kutoka kwa baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikoti miaka kadhaa iliyopita. Alikuwa anasema ili tuendelee tunahitaji kuwa na vitu vinne. Vitu hivyo vinne akavitaja kama watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Kwa hiyo mimi muktadha wangu utazingatia kwenye mambo manne: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Haya ndio mambo ambayo kwa ufahamu wa baba yetu wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliona kwamba ili hii nchi iendelee inahitaji vitu vinne alivyovikoti kama nilivyovikoti hapo awali. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nitazungumzia vitu vinne, na nitaanza na watu. Watu naozungumzia hapa ni Watanzania. Namna gani Watanzania wanaweza kuiendeleza Tanzania, na namna gani Watanzania wanaweza kuiendeleza nchi yao na wao binafsi. Sasa Tanzania ina almost watu milioni 60 plus according to sensa ya mwaka 2022, na hao watu milioni 60 plus namna gani wanaweza kuiendeleza nchi yetu ya Tanzania? Tunapotaka kuzungumzia kwenye idadi hii ya watu wa milioni 60 plus, lazima tuangalie vitu vya kuzingatia kwenye hao watu na namna gani watakavyoendeleza nchi yao. Tuangalie ushiriki wa watu kwenye nyenzo muhimu za kukuza uchumi wa nchi ya Tanzania, ushiriki wa watu kwenye mambo ya msingi yaliyoko kwenye nchi ya Tanzania. Ukisoma ibara ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 iliyofanywa marekebisho ya mwisho 2008, inasema watu wana fursa sawa za kuchagua na kuchaguliwa kwa viongozi ndani ya nchi hii. Watu wana fursa sawa ya kuchagua na kuchaguliwa ndani ya nchi hii. Watu milioni 60 hiyo fursa sawa wanaipata? Watu milioni 60 plus hiyo fursa ya kuchagua wanaipata? Sasa ukiangalia current issue ambazo zilikuwa kwenye zinazoikumba nchi hii, kumekuwepo na mambo kadhaa ambayo hayaendi sawa. Watu wanachukuliwa, yani Tanzania mmoja damu yake inaonekana sio ya msingi. Damu ya Mtanzania huyo haiogopi. Watu wanakuwa wanapotea, watu wanauana. Ripoti nyingi zinaandaliwa kwamba wataandaa ripoti, lakini uchunguzi unaendelea, ripoti haitoki. Kuna watu ambao nakumbuka ilikuwa 2024 alikufa mzee mmoja anaitwa Mzee Ali Kibao. Yule mzee aliuawa, alitekwa kutoka kwenye gari na watu wenye silaha wakambeba. Sasa unajiuliza, sasa watu kumbe inawezekana nchi mtu akatolewa kwenye gari na akabebwa na akapotea. Mpaka sasa hivi ripoti jaji najua watakuwa wanachunguza. Kwa sasa nilichokuwa nazungumzia hapa ni kwamba hawa watu ambao tunawazungumzia, watu wetu ili tuendelee, Mwalimu Nyerere alikuwa anasema kwamba ili tuendelee tunahitaji watu wa aina gani? Wana nafasi gani ndani ya nchi? Wana mchango upi? Wanatakiwa wasimame kwenye upande upi kwenye mambo ya msingi sana ndani ya nchi? Upande wangu utazungumzia kwenye haki ya kuabudu, ambayo ni ibara ya 19, haki ya kushiriki kwenye vyama vya siasa na mambo mengine yanayohusu vyama, ibara ya 20, kutoa maoni, ibara ya 18, fursa ya kuchagua na kuchaguliwa, ambayo nimeshasema ibara ya 5, na umiliki wa rasilimali za nchi hii, ambayo ni ibara ya 24, na thamani ya damu, thamani ya utu wa Watanzania ndani ya nchi yao. Kwenye haya mambo ni mambo 6
tuangalie, je, ndani ya nchi mambo hayo yanathaminika? Nimesema haki ya kuabudu, haki ya kushiriki kwenye siasa, haki ya kuchagua na kuchaguliwa, na haki ya umiliki wa rasilimali za nchi hii. Ndugu zangu wa Tanzania, nikianza na umiliki wa rasilimali za Watanzania ndani ya nchi na Watanzania wenyewe wanazimilikije. Tunafahamu kwamba hii nchi ni nchi ambayo imebarikiwa, ndugu zangu, imebarikiwa sana, ina kila aina ya rasilimali ambazo Mungu ametupa neema ya kuwa nazo. Tuna madini, tuna maziwa, tuna nickel na nini, vitu vingi sana tulivyo navyo, lakini utakuta migodi mingi inamilikiwa na watu wa nje. Tunasema kwamba wamecomply na condition ambazo zinahitajika kwenye TIC ambao ni Tanzania Investment Center, na wameinvest. Sasa je, watu wetu wanapewa fursa sawa kwenye umiliki na kuinvest kwenye mambo yetu ya msingi? Hilo lilikuwa ni la kwanza ambalo lilikuwa ni la watu. La pili lilikuwa ni swala la ardhi. Swala la ardhi. Ardhi ndani ya nchi ni public owned, ni mali ya umma. Hiyo ni kifungu cha 4 cha sheria ya ardhi. Ardhi ni mali ya umma na iko chini ya umiliki wa rais. Sasa ardhi tunayozungumzia ya Tanzania ambayo tuna kilomita square nyingi sana za ardhi ndani ya nchi, ambazo sehemu nyingi ni mapori. Ukisafiri kila unapopita unakuta ni mapori, sehemu kuna wanyama nini. Yaani vini ardhi kubwa, na Tanzania ni maskini. Sasa unajiuliza inatokeaje watu wana ardhi? Watu tunao wengi milioni 60+, na ardhi kubwa na watu ni maskini. Sasa kwa nini watu wanakuwa maskini na ardhi wanayo, watu ni wengi? Iko hivi. Sera za nchi kuhusu masuala ya ardhi kama yalivyoelezwa kwenye kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya ardhi na kanuni zake za mwaka 2001, ukisoma pamoja na kifungu cha 4 na cha 5 cha sheria ya vijiji ya sura namba 114 ya mwaka 2019, watu ndani ya nchi watu ndani ya nchi uwakilishi wao kwenye masuala ya kisera na nini ni madogo. Kwa nini ni madogo? Kwa sababu zile ambazo nimesema mwanzo huko kwamba tuna watu wapati fursa sahihi ya kuchagua na kuchaguliwa kwenye ushiriki wa mambo ya kisiasa, ili wawe na sera safi na mambo mengine yanayohusu masuala ya ardhi. Kwa hiyo ardhi tunayo, watu tunao, lakini maendeleo bado yako chini. Maendeleo bado yako chini. Ilikuwa ni swala la pili ambao ni ardhi. Swala la tatu ni siasa safi. Siasa safi inayozungumzia hapa sio usafi wa kuwa na chama fulani kinachovaa nguo zilizonyoshwa na pasi na safi, hapana. Siasa safi inayozungumzia hapa ni kwamba kila chama ambacho kina usajili wa kudumu kinapaswa kuwa na siasa safi na kina ushiriki sahihi na sawa na vyama vingine. Inapofika nyakati za uchaguzi, tunakuwa tunajiweka kwenye ngao ya vyama kwamba ili mtu ashike nafasi ya kuchaguliwa ndani ya nchi inabidi awe na chama ambacho anakiwakilisha, ili akapate na ridhaa ya kugombea na awe mwakilishi agombe kwenye chama hicho anachoona kwake kinamfaa. Sasa ukiangalia tuna vyama zaidi ya 18 na vyama vikuu sana nchi tunavifahamu, na nafasi yao na namna wanavyojinadi na sera zao zinafahamika. Sasa je, wana siasa safi ambayo sasa Mwalimu Nyerere alikuwa anaona kwamba ili chama kiweze kushika nchi inabidi kiwe na siasa safi. Ili tufahamu hilo natakiwa tuzingatie sheria ambazo tuko nazo. Sheria ambazo tuko nazo hasa kwenye sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2019 iliyofanywa marekebisho mwaka 2024. Tuangalie mtu anayesimamia, nani anayesimamia hivi vyama, anayesimamia malezi ya hivi vyama. Kwa nchi kwa mtu anaitwa mlezi wa vyama vya siasa, msajili wa vyama vya siasa ambaye tunaye ni judge, I think ni judge, ndio judge Mtungi. Sasa ili ujue kwamba hivi vyama vya nchi ni safi, lazima tuanze kuangalia hata mlezi ambaye anawalea ni msafi kiasi gani. Unajua mtu akiitwa judge
Sasa jaji tunafahamu nchi hadhi ya majaji ni watu ambao wako qualified. Kama wako qualified ni kwamba wanatakiwa wafanye kitu ambacho kiko qualified pia ili kuleta siasa safi. Sasa hivi karibuni imetokea current issue banning ya baadhi ya vyama kutokushiriki. Unaambiwa ili mambo yaende vizuri inabidi usaini kanuni za kimaadili. Sasa maadili kumbe yanaweza yakakosesha mtu kutokushiriki kwenye masuala ya kiuchaguzi. Unaona? Sasa usafi nao uzungumzia kwenye masuala ya vyama kwamba tuwe na siasa safi. Unapata kasoro, unadoa kutokana na namna sahihi ya usimamizi na udhibiti wa mambo yanayo organize hii mifumo ya vyama. Kuna nafasi za kuchaguliwa kwamba mfano kama kwenye baadhi ya vyama mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu na wengine wanachaguliwa. Kuna wajumbe secretariat ya vyama vikuu hivi nao wanateuliwa. Usafi unazingatia kwenye nafasi hizo. Sasa unakuta hivi karibuni tukitokea chama kimoja kimefanya moja ya chaguzi ambayo haijawahi kutokea kwa kweli, na uchaguzi ulifuatiliwa kama mpira wa Simba na Yanga, ulikuwa umevutia kwa kweli. Tungependa kuona vyama vingine vikifanya uchaguzi wao kwa njia hii ambayo tunaona wao walifanya na wamefanya vizuri. Mungu awasaidie. Na hiyo ndio siasa safi ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anatamani kuona ndani ya nchi hii. Misingi ya siasa safi inakuwa kwenye muktadha huo. Sasa je, wanapata fursa sawa kwenye ushiriki wa mambo yao ya kupata siasa safi ambayo tunaona mara nyingi inapofika nyakati za uchaguzi lazima amani kwa kweli itetereke, kwa sababu tunafahamu mtu anaposhiriki unakuta ametoa hela zake na nini. Kwa hiyo tunavyo vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo ndio wanakuwa ni walinzi na walezi wa masuala ya ulinzi na usalama ndani ya nchi. Mara nyingi udhibiti wao kwenye mambo ya kiusalama kwenye na gani wanavyopatikana inakuwa ni changamoto. Unaona? Nikieleza swala la 4 ni ambalo ni uongozi bora. Sasa tumalizie kwenye uongozi bora. Ndani ya nchi upatikanaji wa uongozi upo aina mbili. Kuna viongozi wanaochaguliwa, kuna viongozi wanaoteuliwa. Kwa hiyo kwenye viongozi wanaochaguliwa unakuwa na specified qualification ambazo zinatakiwa uzikidhi ili uende kupata ridhaa ya kwenda kuchaguliwa na watu watakao kuwa wameandaliwa. Kama ni ubunge utachaguliwa na wananchi ndani ya jimbo lako, kama ni urais utachaguliwa na wananchi ndani ya nchi yako, kama ni udiwani hivyo, kama ni mwenyekiti na nini. Ndani ya kwenye swala la uteuzi pia kuna sifa ambazo zimewekwa, mfano kama viongozi kama majaji, mawaziri wanateuliwa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa. Sifa ambazo zimewekwa na zingine ambazo ni unknown. Sasa ili upate uongozi bora ndani ya nchi hii kuna hivyo vitu viwili vya kufuatilia ambao ni kuchaguliwa na kuteuliwa. Sasa tuangalie unapotaka kuchaguliwa ndani ya nchi hii unatumia nini tujue kwamba huyu anatakiwa achaguliwe na ana sifa kadhaa. Unaona? Ndani ya nchi hii tunazo sheria ambazo zinaongoza mambo ya kiuchaguzi. Tukianza na katiba yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunazo sheria ambazo zilifanywa marekebisho 2024, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Tunayo sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Tunayo sheria ya uchaguzi wa viongozi wa serikali za mitaa. Sasa je, zinaweza kutusababisha hizo sheria zinaweza kusababisha tukapata viongozi bora ambao tunawataka ili tuendelee na yale maneno 4 ambayo baba wa taifa alikuwa anasema ili tunahitaji mambo 4. Tukianza na katiba. Katiba ya nchi hii ya masuala mazima ya kiuchaguzi imeestablish maana halisi ya uchaguzi mkuu katika ibara ya 151 ambayo imesema general election or people's election. Kwa tunarudi kule kwenye vile vitu vile ambavyo tunavihitaji: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Kwenye swala la uongozi bora huku ili ufanye uchaguzi, maana halisi ya neno uchaguzi mkuu
general election imetolewa ibara ya 151 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imesema ni general election or people's election. Kwa ni uchaguzi wa watu. Sasa kama ni uchaguzi wa watu, tuangalie ni watu wanachagua ama ni watu wanachaguliwa. Watu wanachagua ama ni watu wanachaguliwa. Ibara ya 74 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ime-establish tume ya taifa ya uchaguzi. Tume ya taifa ya uchaguzi. Hiyo ibara hiyo ikafanywa amendment 2024 waka-establish tume huru ya taifa ya uchaguzi. Sasa hiyo tume inapatikanaje ndani ya nchi? Hiyo tume ndani ya nchi inapatikana kwa kuteuliwa na rais. Rais anateua mwenyekiti wa tume, anateua katibu wa tume, mkurugenzi wa tume na wajumbe wote wa tume. Vile vile anaweza kuondoa ikibidi atakapoona inafaa. Sasa tumezungumzia kuwa na siasa safi. Ili uwe na siasa safi lazima uwe na uongozi bora. Uongozi ndani ya nchi unapatikana kwa aina mbili, ya kuchaguliwa na kuteuliwa. Kwenye kuchaguliwa hapa ambapo tunaizungumzia ibara ya 74 imempa fursa rais, na kama mnaofahamu capacity ya rais ambayo imesababishwa kwenye katiba na sheria zingine zote. Rais ndani ya nchi ndio governing authority, inayo ni disciplinary authority kwenye masuala ya utumishi wa umma. Sasa huyu rais ambaye pia ni commander in chief na ni mwenyekiti wa chama kimoja wapo ambacho kimeshika dola kwa wakati huo, anaweza kuteua na kutengua watumishi wa tume, akiwepo mwenyekiti, mkurugenzi na makamu mwenyekiti na katibu, atakavyoona inafaa yeye. Pia mkumbuke kuna ibara ya 36 ambayo inasema rais, ushauri wa rais anaweza asifuate ushauri wa mtu yeyote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tunachokuwa tunataka ni uongozi bora. Sasa uongozi bora tumeshasema ibara ya 74 imempa mamlaka rais kuteua na kuanzisha hiyo tume ya taifa ya uchaguzi. Vile vile anaweza kuwatengua, na hiyo tume inavyoanzishwa, akishaanzisha tume akaweka watu wake specified ambao anaona yeye wanafaa kuwa wajumbe wa tume, ambao hao watu kwenye ibara ya 74:5 anaweza kuwaondoa vile vile. Yeye huyo mmoja wapo ni mshiriki, anakuja kushiriki tena kuwa mgombea mmoja wapo kati ya kinyang'anyiro hicho cha uchaguzi mkuu. Kama ni kweli mtu ambaye anaweza kureason vizuri, ni kwamba moja kwa moja ni hakuna people's election, badala yake kuna presidential election. Presidential election nayo iongelea hapo ni kwamba rais anatengeneza tume ya kufanya yeye kumshindisha, yani atakuwa ameshinda kabla hajaenda kwenye box, kwa sababu ameanzisha tume na aweza kuondoa na tume ni ya kwake. Sasa mtu anataka kujiuliza kusema sasa tume ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 inasema tume haipaswi kufuata ushauri wa mtu au taasisi yote. Iko hivi ndugu zanguni, mimi mzazi ninapokuwa na watoto wangu ninamjua mtoto kila tabia yake, kila mtoto niliyemzaa mimi namfahamu tabia yake, na watu wengine wote ambao ni familia yangu nawafahamu tabia yao, najua namna kwa control. Kwa kusema kwamba eti kuna ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 inasema kwamba watakuwa wako independent na wako hawezi kuingiliwa na mtu yote ile kwenye uamuzi wao, hiyo kweli sio sahihi. Kwa hiyo kwenye mambo ambayo nazungumzia watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora, sasa namna gani ndani ya nchi vinatusaidia kupata maendeleo ambayo tunategemea, kama ambavyo nimekwisha kusema, na ukiangalia current issues ambazo zinaendelea, kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana. Kwa mimi kwa ushauri wangu nilivyokuwa na shauri, unajua ni vizuri unapokuja kwa unatoa arguments zako, unatoa proposal zako, lazima pia uwe na namna gani kipi kifanyike. Iko hivi,
ardhi tunayo, watu tunao wa kutosha, siasa safi hatuna. Uongozi bora unatengenezwa na siasa safi. Kwa kama hatuna siasa safi na uongozi bora pia haupo. Sasa tufanye nini? Iko hivi. Tuwasikilize watu. Tukiwasikiliza watu tutaweza kuwa na, kwa sababu kwenye watu ndio tunapata kila kitu, tunapata viongozi, kwenye watu tunapata siasa safi, kwenye watu tunapata uongozi bora. Sasa mtu anaweza kujiuliza akasema, sasa watu ni nani ambao tukimsikiliza anaweza akatupa kitu ambacho tunaona ni cha mantiki? Iko hivi. Kila mtu dunia hii amezaliwa kuongoza. Mungu alipokuwa anamuumba binadamu, alimwambia nenda ukaongoze wanyama na mazingira yote yanayokuzunguka. Kwa hiyo kila mtu ndani ya, as wewe ni human being, you are born to be a leader. Na kama umezaliwa kuwa kiongozi, it does not matter kwamba una hela kiasi gani, unafahamika kiasi gani, una ukubwa kiasi gani, wewe ni jinsia gani, au una status gani ndani ya nchi hii. Cha msingi tu kwamba umeshazaliwa binadamu, basi una sifa ya kuwa kiongozi. Na kama una sifa ya kuwa kiongozi, mambo mengine kama namna ya kupata watu, namna ya kupata vyama nini, hayo ni mambo ambayo yanapatikana na yameshatengenezwa tayari. Tumeshatengenezwa kwa binadamu, tayari una sifa ya kuwa kiongozi ndani ya ulimwengu huu wa dunia, si ndio? Sasa ushauri wangu nilipokuwa nashauri, tuwasikilize watu. Watu ni wa msingi sana. Maoni ya watu ni ya kusikilizwa. Sasa kunakuwepo na tume nyingi zimeundwa ndani ya nchi hii, zina establish maoni ya watu ya kusanywe. Kulikuwepo tume ya Kisanga, kulikuwepo tume ya Nyalali, kulikuwepo tume ya nani. Hawa watu wote wanatoa maoni, lakini utekelezaji wa haya maoni hautekelezwi. Sasa tunaweza tukakusanya maoni ya watu kwa njia nyepesi tu. Sasa hivi mitandao ya kijamii ni vitu ambavyo vina influence na vimekuwa. Inaweza kaanzisha hata poll ya taifa kwamba tunakusanya maoni ya watu kwa kutumia poll, kwamba kwa kweli kwa awamu hii na hali ilivyo, watu wanasuggest tuwe na vitu gani, tufanye nini kwenye mambo manne, kwenye ardhi, watu, siasa safi, uongozi bora, ili tupate maendeleo ambayo baba wa taifa alikuwa anayaona kwake yanafaa. Kwa mimi yangu yalikuwa ni hayo, na nipende kushukuru sana ndugu zangu.